بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، فنحمد الله جل وعلا بما من على المسلمين فكتب عليهم الفرائض من العبادات. tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kumsifia kwa sifa zake njema nyingi kwa yale aliyowaneemesha kwayo Waislamu, akawafaradhishia ibada za faradh, bal wa atamma alaihim ni'matah, akatimiza neema yake kwa wao. Fashara'a wa wada'a lahum sunanan qablaha wa ba'daha, akawafanyia sheria na kuwekea ibada za sunna kabla ya ibada hizo za faradh na baada ya ibada hizo za faradh, rahmatan bihim, kwa ajili ya kuwahurumia waja wake wadhaifu. Wa khulqa linsanu dhaifa, na mwanadamu ameumbwa ni mdhaifu. Wa liyajbura man taqasa min hadhihi alfaridha, na ili hizi ibada za sunna ziweze kutimiza yale mapungufu yaliyopatikana katika ibada zile za faradh. وليحرص المسلم المجتهد وأن يغتنم الفرص والأجور العظام بأداء هذه العبادات الفريضة والمسنونة. na ili mwanadamu mwenye pupa na wakati wake aweze kujichotea na kupata ujira mkubwa kwa kutekeleza hizi ibada za faradh na hizi ibada ambazo ni za sunna. waliyatazawwada biha ila liqa'i rabbih yawm alqiyamah, na ili iwe ni akiba yake sasa kwa ajili ya siku ya kukutana na Mola wake yaum alqiyama, fayafuza fawzan adhima, ili afaulu ufaulu uliokuwa mkubwa zaidi. Wadhālika adhimu ma an'ama Allahu bihi alaina wa ala an-nas walakin akthara an-nasi la ya'lamun, na jambo hili ni kubwa katika yale ambayo Allah amewaneemesha nayo sisi na waja wake, lakini watu wengi hawajui. عباد الله، أين وجه الله، فقد أمرنا الله بأداء هذه الفريضة. هيك الله تبارك وتعالى ametuamrisha tuweze kutekeleza ibada zote za faradh, sawa sawa ni za swala au ni za funga au ni za hija au umra na zaka na zinginezo za faradh. Allah ametuamrisha, bal ahabbaha mahabbatan shadida, Allah kazipenda ibada hizi za faradh mapenzi makubwa. حتى قال فيما رواه الإمام البخاري، mpaka ikafikia Allah tabaraka wa taala kusema katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari, hadithu al-Qudsi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Anasema Allah jalla jalalu, na wala hajataka kuwa karibu na mimi mja wangu bishai'in, kwa kutekeleza jambo lolote katika ibada,
ambayo inapendeza zaidi kwangu mimma aftaratu alayhi, kuliko ibada ambayo nimemfaradhishia nikamlazimisha aitekeleze. Kwa maana wewe ukitekeleza ibada za faradhi, jambo hilo linapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko jambo lingine. Amma sunan, ama zile ibada za sunna, fa ahamiyatuha adhimatun jidda, pia umuhimu wake ni mkubwa mno katika sheria ya Kiislamu na zimekokotezwa sana zifanyike. Falmuslimu alharis fi waqtihi fala yarda an tafutahu sunnatun min as-sunan, muislam aliyekuwa na pupa na wakati wake hawezi kuridhia hivi hivi eti ibada ya sunna iweze kumpita. Sawa sawa ni ibada ya sunna ya baada ya sala, au ibada za sunna za kabla au baada ya Ramadhan ni faradhi. Hawezi kuridhia ibada za sunna ziweze kumpita, hasa baada ya mfungo wa Ramadhan. Kuna ibada ya sunna inayofuatiwa ambayo ni ya 6 ya Shawwal, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari inda al-Imam Muslim, man sama Ramadhan, Mtume anasema yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akafuatisha masiku 6 katika mwezi wa Shawwal huu ambao tuko nao, faka annama sama dahra kullah, ni kana kwamba amefunga mwaka mzima, anapata thawabu za mtu aliyefunga mwaka mzima. Sasa kuna watu ibada ya Ramadhani ya faradhi wameitekeleza, walillahi alhamd, inapendeza zaidi kwa Allah, kisha shetani anawachezea, wanaacha kutekeleza ibada ya sunna. Yani siku 29 umeweza kuzifunga, vipi unashindwa kukamilisha masiku 6 upate malipo ya mwaka mzima? Shetani yalabiki, kama kwamba shetani anakuchezea. Usiridhike na jambo hili, kwa sababu swala za sunna na ibada zingine za sunna zina umuhimu mkubwa. Wa anta bihaji masatin ilaiha, wewe unazihitajia sana biashaddi masa ila hadhihi alibadati sunan. Siku ambayo utakutana na Mola wako utazihitajia ibada za sunna, kwa kuwa zinakamilisha zile ibada za faradhi ambazo umezitekeleza. Hakuna kati yetu ambaye anaweza akakiri na kukata moja kwa moja kwamba zile ibada za faradhi amezitekeleza ipasavyo na hazina mapungufu hata chembe. Hakuna, kwa sababu Allah anasema wa khuliqa linsanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa ni mdhaifu, kwa hiyo hali yake ni ya udhaifu. Wengi katika waja tuna mapungufu katika ibada zetu za faradhi, ndipo Allah akatuwekea hizo ibada za sunna ziweze kutimiza zile ibada za faradhi. Kwa hiyo sisi zisaulike, usizisahau hizi ibada za sunna. Na najulisha hilo hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud wal-Imam Tirmidhi wal-Nasa'i, na akaitaja pia al-Allamatu al-Albani alayhi rahmatullah, hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi salatu, haika jambo la kwanza ambalo atahukumiwa nalo mja siku ya kiyama kwenye matendo yake yote aliyofanya ni swala yake kwanza. Fa in saluhat, ikiwa swala hiyo imetengamaa, imeswaliwa vile inavyotakikana, fakad aflaha wa anjah, tumesema mtu huyo amefaulu na ameokoka na adhabu ya Allah. Swala kwanza ambayo watu wengi wanaipuza, ikiwa imeswaliwa ipasavyo, ujue umeokoka na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Wa in fasadat, ikiwa swala hiyo imeharibika kwamba ina mapungufu, haijaswaliwa vile ambavyo Allah na mtume wake wanataka, vile ambavyo mtume ameifundisha, fakad khaba wa khasira, asema mtume, mtu huyo khaba wa khasira, ameangamia na amekula hasara. Lakini kuna neema ya Allah, akasema mtume, fa in intakasa min faridatihi shay'un, ikiwa kunapatikana mapungufu katika ibada ya swala hii ya faradhi, ukawa kuna mapungufu ya aina yoyote yamepatikana, haijaswaliwa vile inavyotakikana, kuna baadhi ya mapungufu yametokea, qala rabbu tabaraka wa taala limalaikatihi, atasema Allah mola mlezi tabaraka wa taala kuwaambia malaika wake, wa huwa a'lamu bihim, halikuwa Allah anajua zaidi, atawaambia undhuru hal li'abdi min tatawu'in, hebu tazameni mja wangu huyu ana ibada za sunna. Je, ana swala za sunna alikuwa akiziswali duniani? Fayukammalu biha man takasa min faridatihi, ili zikamilishe sasa yale mapungufu na kasoro mbalimbali zilizotokea katika ibada yake ya faradhi. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallama, wa yakunu sairu amalihi ala dhalik, na yanakuwa matendo yake yote yako katika mfumo huu. Yani saumu yako ya faradhi itaangaliwa, ikiwa kuna mapungufu yamejitokeza, malaika wanaambiwa waangalie, je, una ibada za sunna za saumu? Je, ulifunga saumu za sunna za 6 Shawwal
au ni sawasawa ni za Alhamisi na Jumatatu, au ni saumu Daud, au ni ibada zingine za sunna za saumu. Je, zipo? Zinachukuliwa, zinakamilishwa ibada yako ya faradhi ambayo ni ya Ramadhani. Hivyo hivyo haji inaangaliwa. Je, una haji ya sunna? Hivyo hivyo una umra za sunna, una sadaka za sunna, zikamilishe sadaka ya wajib. Hayo ndo faida ya kuswali swala za sunna ambazo watu wengi wanazidharau, na kuna faida nyingine kubwa, bali zipo nyingi, lakini kutokana na muda nitataja faida moja nyingine ya mtu kujibidiisha na ibada za sunna, kwamba mwenye kuswali ibada za sunna ni sababu ya kuthibiti mapenzi ya Allah tabaraka wa taala kwa mja huyo. Haya sio maneno yangu, ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ameyasema Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-Qudusi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, hadithi ya Abi Huraira. Qala Allah tabaraka wa taala, wama yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, ataendelea mja wangu kujikurubisha kwangu, kutaka ukaribu na mimi kwa kutekeleza ibada za sunna zozote zile. Sasa ni za saumu, ni za swala, ibada za sunna unajibidisha. Allah akisema hatta uhibba, mpaka nitampenda mja huyu. Na Allah akikupenda, watakupenda malaika wake, atakupenda Jibril alayhi salam, waja wake wema, kama alivyosema hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, katika hadithi ambayo ameitaja Imamu al-Bukhari wa Muslim. Angalia faida za sunna na za kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idha ahabba al-abda nada Jibril inna Allah yuhibbu fulan fa ahbibhu, hakika Allah tabaraka wa taala anapompenda mja wake, nada Jibril, ananadi kumuita Jibril alayhi salam, akimwambia inna Allah yuhibbu fulanan, hakika Allah anampenda fulani, unataja jina lako, fa ahbibhu, basi mpende. Ni amri kutoka kwa Allah jalla jalalu. Fa yuhibbuhu Jibril, hapo hapo Jibril anampenda mja huyo. Fayunadi Jibrilu ahla as-samaa, Jibril hatosheki, ananadi kwa wote waliokuwepo katika mbingu saba, wote wananadiwa na Jibril wakiwaambiwa inna Allaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, hakika Allah anampenda fulani, ninyi mpendeni nyote. Fayuhibbuhu ahlus samaa, wanampenda mja huyo wote waliokuwepo mbinguni katika malaika. Haitoshi, thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh, kisha mja huyu anawekewa kukubalika katika ardhi, hafanyi jambo isipokuwa jambo hilo linakubalika na waja wa Allah tabaraka wa taala, bali hiyo ni ahadi ambayo Allah ameichukua kwa waja wake wema. innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, anasema Allah tabaraka wa taala katika sura Maryam, innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale walioamini na kufanya matendo mema, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah atawekea mwingi wa rehma, atawekea kwao mapenzi kwake, kwa malaika zake, kwa waja wake wema. Allah wema watakuwa wanakupenda kwa sababu wewe unafanya yale ambayo Allah anayapenda katika ibada za sunna kama tulivyotanguliza. Kwa hiyo usighurike kupendwa na watu wa shari. Watu wa shari hatuwaangalii katika mlango huu, kwa sababu daima siku zote watu wa shari wanawachukia watu wema, hawawapendi. Kwa hiyo ukiona unapendwa na watu wa shari, yani wavuta bangi ni marafiki zako wanakupenda, wala mirungi ndo marafiki zako wanakushangilia, watu wa mamiziki ndo marafiki zako, wazinifu ndo wanakupenda, makahaba wakikuona wanakushangilia, fulani na mikono wanakupungia kwamba huyu hana shida. Unakaa nao ukiona unapendwa na watu hao, bali unapenda na maadui wa sunna, ahlul bid'ah yuhibbunak. Unaangalia watu wa bid'ah wote wanakupenda na wanakualika katika mahafali yao ya mawalid na mambo mengine ya bid'ah, unapata kadi unakwenda, wanakusifia fulani ana neno bana, hata huko wanahudhuria. Usivimbe kichwa ujue umekosea, bali ukiona maadui wa Uislamu wanakupenda wewe na wakualika katika mambo yao ya kiibada, kadi ya Pasaka unapewa, vyakula vya Pasaka unavyo, unahangaika na ibada zao, ujue umekosea. Maadui wa Allah hawaruhusi kukupenda na ukafurahia, jua kuna mahali umekosea, rudi nyuma, ufanye yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Wakupende malaika, atakupenda Allah wa malaikatu, na malaika zake, bali na waja wake wema wote watakupenda na watakuombea dua. Fatafuza fawzan adhima. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fillah, ibadallah, katika kukamilisha, na mambo ni mengi,
katika umuhimu wa ibada za sunna nitaitaja hadithi moja aliyoitaja al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah katika kitabu chake Az-Zuhdi, na hadithi hiyo pia ameitaja al-Imam Ibn Abi Shayba katika musannaf yake, na pia al-Imam Abu al-Qasim Suleiman bin Ahmad at-Tabarani kwenye kitabu chake al-Mu'jam al-Awsat, na pia ameitaja al-Imam al-Albani katika silsila ahadithi sahiha, hadithi maarufu ya sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu. Sikiliza Abu Huraira anatusema tukio ambalo limemtokea na yeye yupo na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo. Anasema marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrin dufina haditha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita kwenye kaburi ambalo maiti huyo amezikwa karibuni, hana muda mrefu. Fakala, Mtume akasimama akasema kuambia masahaba zake, rak'atani khafifatani mimma tahqirun wa tanfilun, raka mbili hafifu, yani za haraka haraka, ambazo kiraha chake kisomo chake sio kirefu wala adhkari zake sio nyingi, zinazosaliwa haraka haraka. Mimma tahqirun wa tanfilun, katika raka mbili ambazo ni za sunna mnazozidharau na kuzipuuza. Yani unaziona hizi kwa kuwa ni mbili, ni chache, zinaswaliwa haraka haraka, unaamua kuziacha na kwenda zako. Baada ya swala mathalan mtu anatoka mbio, raka mbili unaona hizi mbili hazina neno, anakwenda wapi? Angekuwa na jambo la muhimu labda, lakini ukimfuatilia unakuta kwenye vijiwe anapiga story, kaacha raka mbili za sunna, ameziona hazina haja na yeye, ametosheka. Angalia mtu huyu ambaye Mtume anamuelezea kwamba raka mbili za sunna, sio za faradhi, tena nyepesi za haraka haraka, ambazo nyie hamzitilii umuhimu. Yaziduhuma hadha fi amali, raka hizo mbili zinamzidishia huyu aliyokuwa katika kaburi hili peke yake katika matendo yake ya kheri. Ahabba ilayhi min baqiyati dunyakum, raka mbili hizo zinapendeza zaidi kwake katika hali aliyokuwa nayo kuliko umri wa dunia yenu uliyobaki. Kwa maana lau akiambiwa ima tukupe fursa, tukupe umri wa dunia uliobaki ustarehe duniani, au tukupe muda mfupi usali raka mbili za sunna za haraka zikuzidishie chembe katika matendo yako mema, hapo ulipo anatamani raka hizo mbili kuliko hilo dunia na yaliyobaki katika dunia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia maneno anasema katika hadithi aliyotaja Imam Bukhari na Muslim, hadithi ya Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin, anasema rak'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, raka mbili za sunna za kabla ya swala ya faradhi ya alfajiri zinapendeza zaidi, ni bora kuliko dunia na vilivyomo duniani. Wewe tathmini dunia ilivyo na starehe za dunia na mali zilizopatikana duniani, ambao watu wanaigombania dunia hii. Angalia Mtume anasema raka mbili za sunna, sio za faradhi, za sunna kabla ya swala alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Sasa jiulize, mara ngapi unaacha raka mbili za kabla swala alfajiri? Mara ngapi unaziacha ibada hizi? Bali Mtume katika riwaya Muslim anasema lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a, raka mbili hizo zinapendeza kwangu kuliko dunia yote. Haina thamani mbele ya raka mbili utakazoziswali lillahi, kwa ajili ya kutaka ukaribu na Allah tabaraka wa taala, zikuongezee katika matendo yako. Kama ufahamu haya maneno, utakuja kuyafahamu siku ambayo roho inafika katika koromeo lako, roho inatoka, ndipo utafahamu uhakika wa haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na utasema ya laitani qaddamtu li hayati, laiti mimi ningelitanguliza mema kwa ajili ya maisha yangu haya huku na kuelekea. Kwa sababu mtu wakati anafariki ndipo anaona uhakika wa kule anakoelekea ni wapi, na anaangalia uzembe aliofanya huku nyuma, ni matendo mangapi ameacha ya kheri. Pale ndipo anaomba lau acheleweshe walau sekunde aweze kutekeleza moja katika matendo mema ambayo ameyazembea huku duniani, lakini ataambiwa kalla, muda huo haupo, usisubiri kuja kujuta. Allah amekuhurumia, kakupa swala za faradhi zitekeleze, kakupa swala za sunna zitekeleze. Sasa ikiwa hizi ni ibada za sunna zinapendeza namna hii, fama baluka fil faraidh, unadhaniaje wewe katika swala za faradhi zitakuwaje mbele ya Allah tabaraka wa taala? Astaghfirullah li wa lakum, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.